Nilipolani hivi, nilimwomba Mungu safari, kwamba Mungu naomba nisafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Na nikamwambia kabisa kwamba Mungu, kwenye hii safari ninayoenda, nataka jina lako likainuliwe, nataka ukatukuzwe, nataka ukasifiwe, na isiwe tu safari ya mapumziko, lakini ikawe ni safari ya tofauti kwangu. Kama ikikupendeza, ikiwa ni mapenzi yako. Biblia inasema kusoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura 5 mstari wa 14 inasema, nasi twajua kwamba tukiomba anatusikia, tukiomba kulingana na mapenzi ya kwake. Kwa nilipokuwa naomba Bwana safari, nilimwomba Bwana specific na nikampa sababu. Kwamba sio kwamba nataka tu nikapumzike nilale. Hapana. Kuna 1, 2, 3 ambayo natakiwa niende nikafanye kwenye hiyo safari. Kama ikikupendeza, naomba Bwana unipe kibali na nafasi niende kwenye hiyo safari. Kusema kweli, Yesu Kristo wa Nazareth alinijibu. Kwa sababu yuko pale akitaka kusikia yale ambayo tunamuomba. Alinijibu, na kwa msaada wa Roho Mtakatifu nilianza kuambiwa ni vitu gani ambavyo natakiwa nijiandae navyo kabla hiyo safari ianze. Ni miezi mingi ilikuwa ya kujiandaa. Nikaambiwa kwamba nianze kuombea hiyo safari, nikaanza kuombea ulinzi, nianze kusave pia. Nilipewa habari ya kusave, kwamba ni save hela kwa ajili ya hiyo safari. Kwa sababu kwenye hiyo safari Roho Mtakatifu alivyokuwa ananipa hint. Biblia inasema hivi kwamba wanaoongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Kusoma kwenye Warumi 8:14. Kwa Roho Mtakatifu ndiye alikuwa ananiongoza kwa habari ya ile safari, kwamba ombea usalama wa ile safari. Lakini pia ombea ulinzi wa ile safari, unaelewa? Lakini ombea utunze. Mungu akituze, Mungu atakachokuwa amekubariki, iwe ni fedha au chochote, kitunze kwa ajili ya hiyo safari. Biblia inasema fedha na dhahabu yote ni mali ya Bwana, ukisoma kwenye Hagai 2:8. Kwa hiyo nilianza kutunza fedha kwa ajili ya ile safari, na nilianza kuomba uzima kwa ajili ya ile safari. Biblia inasema kusoma kwenye Zaburi 34 mstari wa 7, malaika hufanya kituo akiwalinda na kuwaokoa wale wamchao. Nikawa namuomba Mungu kwamba ninakuomba Yesu Kristo wa Nazareth, kwenye hiyo safari ninapokuwa naenda, naomba wewe ndio ukawe dereva, naomba wewe ukawe kiongozi, malaika zako katulinde kwenye lile basi ambalo tutakalokuwa tumekuepo, wakatusaidie tukaweza kufika salama, tukarudi salama. Zaidi ya yote, Roho wako Mtakatifu akatangulie kwenye ile safari, akamsaidia kila mmoja mmoja, tusipate mtu mgonjwa, tusipate mtu ambaye anaumwa, tukapata mtu pale kafariki au labda ajali. Ninaomba msaada. Biblia inasema kusoma kwenye Zaburi ya 38 mstari wa 6, maskini huyu aliita na Bwana akamsikia, akamuokoa na tabu zake zote. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi ya 38 mstari wa 6. Kwa hiyo nikaendelea kumuomba Bwana kwa habari ya ulinzi, kwa habari ya uzima na afya na kila kitu. Lakini kubwa zaidi, kwa sababu nilikuwa nimeambiwa kwenye ile safari kwa maelezo ya Roho Mtakatifu, tiketi nitapata bure, hela ya kula nitapata, lakini jinsi ya kuweza kuishi kule ninakoenda, natakiwa ni save pesa ambayo itanisaidia kule ninakokuwa ninaenda. Kusema kweli, Mungu alikuwa ananibarikia, nisiwe Mungu. Nikawa napata pesa, nikawa naweka saving kwa ajili ya hiyo safari. Kwa sababu nilikuwa nina hamu na kiu nayo sana hiyo safari sana. Na nilikuwa nawapigia marafiki zangu nawaambia, wewe bila sema rafiki upenda siku zote na nikimbilia wakati wa taabu. Ukisoma kwenye Mithali 17 mstari wa 17. Kwa hiyo nikawa nawaambia marafiki zangu, kwa sababu lazima naambie yani namshukuru Mungu. Yani nasafiri, namshukuru Mungu amenipa kibali na nafasi. Ninaondoka. Marafiki zangu, jamani, I wish you all the best. Mungu ni mwema. Jamani, naambia naondoka. Yani namshukuru Mungu, naondoka hii sehemu naenda sehemu nyingine. Kusema kweli, nilifurahi sana sana sana. Huku nikiendelea kusave kwa ujasiri, chochote alichonipa Mungu, basi naendelea kusave, chochote alichonipa Bwana naendelea hivyo. Wakati huo ninaomba. Ninaendelea kuiombea ile safari, ninaomba uzima kwa ambao ninawaacha nyuma. Biblia inasema ombeaneni nyinyi kwa nyinyi, unaelewa? Kusoma kwenye Yakobo 5 mstari wa 16. Sikuwa tu naombea safari yangu kwamba nikafike salama, lakini nilikuwa ninaomba pia wanaobaki kunyuma kwamba wabaki salama. Lakini nilikuwa naomba uzima na afya kwa ambao niko nao hapa, kwamba isije katokea kitu chochote ambacho kitazuia hii safari isiende, isifike popote. Kwa hiyo nilikuwa naomba Mungu, ninamuinua Bwana. Bwana, naomba ulinzi, naomba afya. Umesema kwamba malaika wako watatulinda kama unavyosema kwenye Zaburi ya 91. Ninakuomba Mungu unisaidie. Kusema kweli, Mungu alikuwa mwaminifu. Na Mungu alikuwa ni mtakatifu, na Mungu hakwenda against na chochote alichokisema. Biblia inasema kusoma kwenye Hesabu 23:19, Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Mungu sio mwanadamu hata ajute. Alinikubalia nilipomuomba safari, na akanipa maelezo ya kufanya kwenye safari. Niombe ulinzi, niombe afya njema, lakini pia niombe ile safari. Lakini kubwa zaidi aliniambia kuhusu swala la financial, ni kwamba nini? Nitapata tiketi na hela ya kula, lakini kusurvive kula ninakokwenda ni juu yangu. Kwa hiyo chochote kitakachonibariki nitunze. Sema kweli, nilifurahi na nilikuwa nimejitunzia pesa ya kutosha tu. Naendelea, imebaki sasa kama wiki moja.
Imebaki kama wiki moja tena sasa. Hiyo ndo safari, wiki kama wiki ijayo ndo safari inaanza. Hiyo wiki moja siku nimekaa zangu nafanya zangu Bible study, nafanya Bible study saa 6, saa 9, saa 2 na hivyo saa 9 usiku. Vyovyote mimi nikiwa niko peke yangu, kama sina huduma, sina kitu chochote, huwa najifanyia vitu peke yangu mwenyewe. Siendi sehemu yote kuhudumu. Kwa hiyo nikaa siku moja sasa hiyo saa 6 nafanya zangu Bible study. Roho Mtakatifu akanisemesha kuna watu wawili ambao wanakuja. Hiyo hela ambayo umeisave nenda kawape. Remind you ni hela ya safari. Na nimeshaambiwa kwamba natakiwa nisave kwa ajili ya safari. Nilihisi kama naota. Roho Mtakatifu ameniambia sasa kwamba kuna watu ambao wanakuja wawili wape safari. Uwape hiyo hela ambayo umesave kwa ajili ya safari. Biblia inasema hivi, ampaye maskini amemkopesha Bwana, Bwana atamlipa kwa tendo hilo. Ukisoma kwenye Mithali 19 mstari wa 17. I was like, oh, okay. Sawa. Kwa nini nilitikia kwa haraka? Kwa sababu najua Mungu ni Mungu ambaye anarejesha. Hivyo nilitikia ile kwa sababu najua Mungu si Mungu anarejesha jamani. Wote tunajua Mungu anarejesha. Anasema nitakurudishia ile miaka iliyoliwa na nzige na tunu na palale na madunadu. Ukisoma kwenye kitabu cha Eli 2:25. So nilitikia haraka Roho Mtakatifu aliponiambia, kwa sababu nilijua kabisa kwamba kuna marejesho. Lakini kuna tabia moja ambayo mimi niko nayo. Mungu akiniambia kitu, hisi kitu unakijia na naendelea kumwambia Mungu kwa habari hii. Mungu akiniambia fanya kitu fulani, huwa ninafanya kwa moyo wote. Lakini ndani ya moyo wangu kuna karoho fulani hivi na kuaga nako. Yaani unajikuta nina matata. Ushaikutana na mtoto mdogo ambaye unamwambia usishike hicho, afu anashika. Ukimkataza anaanza kurukaruka. That is me in my spirit. Kwa sometimes Mungu anaweza kaniambia kitu nikaobey kabisa nikafanya. Lakini in my spirit I be like God. Yaani unajua namuuliza maswali yote, yes jamani. Unajua ile yes jamani. Na mimi kwangu Yesu alikuwa introduced kwangu kama babu. Naweza kusema ilikuwa namuona tumejifunza kama babu, nikimaanisha nini? Nimemfahamu Yesu kupitia my mom, inaelea familia ya kwetu. Lakini pia nilipokuja kuwa mtu mzima, Yesu kwangu alikutambulishwa kama rafiki. Kwa mimi kwangu Yesu sio tu baba, sio tu sijui babu, sio. Yesu kwangu mimi ni rafiki yangu. Ni mtu wa kwanza ambaye ninamwamini, ni mtu wa kwanza ambaye ninampenda. Na ndio maana nikimkosea huwa sisubiri niende kanisani nikamfuate nitubu, hapana. Naanza hapo ndipo nimefanyia tukio. Tunaendelea na story. Kwa aliponiambia hivyo nilitikia haraka sana na nilifurahia kwa kweli. Nikasema okay sawa, haina shida. Kweli kabisa. Na wale watu pia na wenyewe walipewa ujumbe kwamba Tabitha atawasaidia. Remind you, nimejibana bana kwa ajili ya safari yangu. Najua kabisa maelezo niliyopewa lazima ni ya obey. Nimebana kiukweli. Akaja mtu wa kwanza. Sasa Tabitha, nilikuwa naomba ushauri, unajua hivyo. Ni mdogo wangu wa zamani sana, mbari mno. Akaniambia nilikuwa naomba ushauri, kuna mmoja mtoto ambaye inanisumbua na anahitaji pesa kadhaa. Nikamwambia nitumie namba yako nikutumie. Shangaa, unajua msichana alichanga. Nikamtumia ile. Nilipomtumia ile nilipopata sasa, unajua usiku nimelala nimekuota wewe ndio ulikuwa unanipa hela. Nikasema ngoja niamke asubuhi, inawezekana ukawa hujanipa hela lakini ukafanya nini? Ukaniambia maneno ya hekima, kwa sababu ninakudhira dada yangu, hauwezi kuniacha nikajisikia huzuni muda wote. Namshukuru Mungu kwa ajili yako, yani ni baraka nikapewa pale. Mungu akuzidishia, akurudishia, kuongezea. Mimi hapo ndo napokea, naomba Mungu, hii hela nilompa huyu binti naomba uirudishe mara 2. Bwana Yesu, ninaomba urudishe mara 2 kiukweli. Kwa sababu hii ni saving ya kwangu, unajua. Siku hiyo haya akaja huyo mwingine akaniambia Mungu ameniambia. Kwanza yeye akusema Mungu ameniambia kiukweli, ila baadaye ndio kuja kuniambia kwamba Mungu ameniambia. Akanieleza tu, yani unajua dadangu alikuwa ni mwanaume, dadangu kuna 1 2 3 naomba unisaidie. Sijui kama alikuwa na shida na rent, sijui alikuwa na shida na kitu gani, lakini aliniambia hivyo kwamba hivyo, yani natamani unisaidie hata maombi, uniinue kwa maombi kiukweli. Nikasema sawa, haina shida. Nikamwambia nitumie namba nikutumie. Kiukweli watu ambao wamekaa karibu na mimi they know me. When it come to money, mimi kusema kweli hela kwangu sio kitu cha thamani kiasi hicho. Uthamani wa mtu unapatikana kwenye Mungu anayemwabudu kiukweli. Yaani mimi Mungu ambaye unamwabudu kiukweli namuogopa kuliko hela unazozimiliki. So nikamwambia hivi, akashukuru sana. Mungu akubariki dadangu, Mungu akuongeze. Ni mtu ambaye namjua, unajua ni mtu ambaye tunamjua na tunakaa ni umoja na nini. Mungu akubariki, akuzidishia, kuongeze na nini. Akaniambia unajua usiku pia Mungu aliniambia hata katika maombi yangu kwamba utakayenisaidia. I was like okay. Kwa hiyo Mungu ulifanya kile kitu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 kwamba Kornelio alikuwa anajua kwamba Petro anakuja. Wakati huo Petro yuko kule anaomba na aonesha vitu pia. Kwa Kornelio na Petro wote wawili walijua. Kwa mimi nilikuwa najua kwamba hao watu watakuja kwangu mimi niwasaidie, na at the same time na wao pia ulikuwa umeshawaambia kwamba mimi nitawasaidia. Kwa kweli nilipiga magoti nikamshukuru Mungu sana, nikamwinua Mungu, asante Mungu kwa kunituma, nimefanyika msaada kwa watu.
nimefanyika nuru kwenye maisha ya watu, kwa sababu katika vitu ambavyo nilikuwa naomba Mungu kwenye maisha yangu yote ni kwamba Mungu anitumie mimi, na bado naendelea kumwomba Mungu kwamba anitumie nikutane na maisha ya watu wengi wamfahamu Mungu, watu wengi wamjue Mungu, wampende Mungu despite situation gani wanazozipitia. I was like, God, thank you. Umesema mimi ni nuru ya ulimwengu, umesema mimi ni chumvi. Asante kwa kuadd kwenye mboga ya mtu, kama unavyosema kwenye kitabu cha Mathayo 25:13 na 14. I was like, thank you God. Na kitu ambacho nilikuwa nacho mkononi ni nini? Ahadi ya Bwana. Mungu si aliniambia kule mwanzoni kwamba atakuwa na mimi kwenye safari yangu, na akaniambia vitu vya kuombea kwamba ameikubali safari yangu. Biblia inasema hivi, kusoma kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 162. Inasema nalifurahia ahadi yako kama mtu aliyepata mateka wengi. So mimi bado nilikuwa na hope na ahadi ya Bwana, ndio nimegawa hela na nini, lakini najua Mungu atasaidia. Mungu ataprovide. Bwana provide siku zote. Ataprovide. Jamani, usiombe ahadi ya Bwana kukujaribu. Kama Biblia inavyosema kwenye Zaburi ya 105 mstari wa 19. Inasema wakati wako ulipofika, ahadi ya Bwana ilimjaribu. Mungu aliniambia atakuwa pamoja na mimi, aliniambia atanisaidia, aliniambia atanipigania, aliniambia atakuwa pamoja na. Yaani aliniambia hivyo kwamba aliniambia nitoe ile saving. Kwa aliponiambia nitoe ile saving, niliobei, nilijua kabisa kwamba within siku ngapi hajafika hapa Mungu atakuwa amefanya kitu katikati. Siku zinaenda. Nisema hiyo ilitokea wiki, yani wiki mbaki wiki moja safari, ndio haya mambo yakatokea katikati ya hilo wiki. Mbaki kama siku 2. Hizo siku 2 mimi nasemaje, Mungu atafanya tu, kwa sababu Mungu huwa anafanya. Mungu anaweza kumtumia mtu yeyote. Kwanza Mungu anaweza kutumia biashara yangu mwenyewe akafanya kitu. Mungu anaweza kutumia watu kufanya kitu. Kwa nilikuwa sina wasiwasi siku hiyo ya kwanza. Sina wasiwasi kabisa. Wasiwasi ulianza kwenye siku hiyo ya kwanza jioni. Nikampigia one of my best friend, my partner, nikamwambia, unajua naona kabisa hii safari siendi. Naye sijui aliingiliwa na logani akaanza kunisupport. Hauendi kabisa hiyo safari. Safari hiyo huwezi kwenda. Hata mimi mwenyewe nimesense hauendi. Na nikapata hope kwamba afadhali. Yaani nilipata mashaka, hofu na mashaka. Nikapata hofu kwamba nikasema hivi, okay, ameniambia yeye pia ni mtumishi wa Mungu. Kwa kama ameniambia hivyo, kweli safari isiende. Siende. Nikaanza usiku muda wa kuomba kulala, nikamwambia Roho Mtakatifu, ninapunja hii safari, naomba unisaidie, sitaki tena hii safari, wala sipendi tena wala nini. Lakini kwa nini nimeweza kusema sipendi tena hiyo safari? Kwa sababu saving yangu nimeshaambiwa, mimi nilishapewa taarifa kwamba kwenye ile safari nauli ninayo ya kwenda na kurudi. Hizo tiketi 2 ninazo. Hela ya kula, lakini kuishi kule ni saving yangu. Kwa ninaona siku zinaenda, alafu saving sasa sina. Alafu sasa nitegemea kwamba Mungu kama siku 2-3 angekuwa amefanya kitu katikati. Lakini Bwana hajafanya nini? Hajafanya hicho kitu. Si unanielewa? Bwana hajafanya hicho kitu. Kwa hiyo nilipomwambia rafiki yangu, na mimi usiku nikaanza kuomba, Mungu nakuomba wewe uliye mwema na mwaminifu. Kama unavyosema kwenye Yeremia 1:12, umechukua mamlaka ya kuvunja, kung'oa na kuharibu. Nikamwambia Bwana, ninang'oa, ninaharibu hiyo safari. Sitaki kwenda kabisa. Nikamwambia Bwana, sitaki kwenda hiyo safari, sitaki kwenda. Nikawa niko na hope. Yaani nilipokuwa nimeomba yale maombi, jamani, shetani akiona anakupigisha upepo, nikawa nimepata amani kwamba hii safari siendi. Na kwanza ikaonekana kabisa kuna option pengine ya mtu mwingine anaweza kwenda. Kiukweli nimefurahi, nimefanya kazi yangu na nini. Imefika kesho yake. Sasa hiyo kesho jioni yake ndio safari inatatua ianze. Nikamwambia tujiandae na safari. Nilikwambia tujiandae na safari. Mimi napenda sana kuombea sehemu yangu ya kuombea. Nikakuja mabosi. Nikamwambia Bwana, mimi safari hapana. Kusema kweli siendi na ninavunja na haribu na nini. Kwa hiyo ikaonekana kama sasa muda tiketi haijakata na nini ikaonekana kama option inahamia upande wa pili. Yaani kuna mtu mwingine ambaye anaweza kapewa hii safari. Unaelewa? Kwa hiyo mimi sitaki kwenda kwenye safari. I was like, thank you God. Kwa nini nilikuwa sitaki hii safari? Kwa sababu kuna safari moja ambayo Mungu aliwahi kuniambia hivyo kwamba utaenda hii safari na nini, nitakuwa pamoja na wewe. Kitu ambacho nilitegemea kwamba Mungu angenirudishia hela. Mungu akunirudishia hela. Mungu aenda kunipa sehemu ya kukaa ambayo ilikuwa ni bure. Lakini Mungu kwenye ile sehemu ya kukaa bure, kuna vitu ambavyo nilivipitia. Unajua Mungu hata kama akikupa sehemu, hamaanishi kwamba hautapita kwenye maji mengi, hamaanishi kwamba vitu havitakupata. Kwa kuna vitu ambavyo vilinipata. So I didn't want that to happen to me again. Kwa nilikuwa na hesitate kwenye hii safari nyingine kwa sababu sina saving yangu. Nasema Mungu si katokea tena kwa nusu tena niende kukaa tena sehemu nyingine. Mimi kitu sikitaki. Kwa ilivyoonekana kuna option hapa katikati, hizi option hapa. Labda aende huyu. Nikawa napata hope. Lakini baadaye naona kabisa hii safari hakuna anaenda zaidi yangu mimi. Yaani naona hii safari hapa mbele ya macho yangu. Nienda safarini na tiketi na hela kula tu. Sijui huko ninakokwenda nitasurvive vipi. Sijui. Lakini
unajua ulikuja uchungu mkali. Unajua ule uchungu mkali ule wa mwisho. Nilijikuta nimekasirika. Yaani unajua there's something ambayo shetani huwa anatumiaga. Kama kuna kitu ambacho una fight so much harder kukiacha, hicho ambacho shetani atakitumia wakati una wasiwasi, wakati una hofu, wakati una uchungu, ndicho atakachokitumia. Shetani anajua mimi ni mtu ambaye yani kitu kikinitrigger, hasira inapanda juu, unajua. Na hicho kitu hata Mungu pia ashai kusema na mimi kwa habari hiyo, habari ya hasira. Yani unajikuta hasira imepanda juu. Chochote nitakacho kusema hata kama kiyo kizuri, yani jibu itakalotoka ni tofauti na swali lilokuwepo pale. So ikawa kama imepanda, uchungu umefika, yani unajua uchungu umefika hapa juu, safari ninaiona hiyo hapo, nilikasirika, unajua nikasika kusema mimi safari sikutaka kabisa kwenda. Mbona nimeshasema na imeonekana kama kuna option nyingine. Kwa nini nasitua niende mimi? Unajua mpaka mmoja ambaye nilikoliko naye akasema kama Roho Mtakatifu amekataza usiende safari, mbona kuna mtu mwingine? Basi sema, kuwa tu mwazi, usiongelee chini chini. Sema, unajua ile sema kwamba mimi safari sifanye nini? Sitaki kwenda. Nafikiri nimesema mwanzoni mwa hii story kwamba hiyo safari nilitakiwa kwenda, lakini ilikuwa kuna mission ambayo nilimwomba Bwana kwamba nisiende tu hivi hivi. Kwa katika kwenda hivi hivi mpaka nasema kwamba kuna tiketi ya bure, it means kwamba kuna mission ambayo ilikuwa inabidi ifanyike. Kwa akasema kwamba wewe kama huwezi kwenda, basi muambie mtu mwingine aweze kwenda. Siwezi kusema kwamba siwezi kwenda. Naona kama nitaonekana kama sina adabu. Halafu pia sitaki kusema kwamba nataka kwenda. Hivyo nikawa nalalamika, nikaanza kuchukua nguo, naanza kuweka kwenye kwanza nikachukua pochi yangu ndogo, nikaanza kuweka kwenye pochi yangu ndogo. Nguo nachukua tu nguo ambazo hazieleweki. Yaani nachukua nguo, nikachukua hiyo sasa nguo ya kuvaa ili ninyoshe shati, nivae na nini na suruali. Roho Mtakatifu akaniambia pale katikati ya hasira, akaniambia pale usivae suruali kwenye hiyo safari. Alafu pia safari unaenda. Hii safari Tabitha ni wewe mwenyewe uliomba, kama unakumbuka vizuri. Uliomba unataka kusafiri, unaomba hiyo safari siwe tu safari, iwe ina mission katikati, yani iwe ina malengo hiyo safari. Kwa hii safari ni wewe mwenyewe uliomba na ulianza kuombea muda mrefu. Kinachokukasirisha sasa hivi ni kitu gani? Roho Mtakatifu ananisemesha. I was like, kilichonikasirisha hapa kwenye hii safari ni kwa sababu sina saving. Roho Mtakatifu kanikumbusha. Uzuri leo ni mtu ambaye nashika sana maandiko. Hata video hii na rekodi hapa nimekaa. Sina Bible, sina nini, niko tu hapa naongea na nyinyi hivi. Maandiko ninayosema ndio kichwani kwangu. Zaburi 24 mstari wa kwanza nasemaje? Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, na wote wakao ndani yake. Hiyo ndio ninavyosema, si ndivyo auzakia. Afu mimi ukilikuta nilikuwa naongea na Holy Ghost, muda mwingine naongea peke yangu. Peke yangu kabisa. Ndio naongea na Roho Mtakatifu, naongea peke yangu. Akaniambia ya safari unaenda. Hivi unajua unaenda safari ambayo umeshawahi kwenda mara ya kwanza, safari kama hiyo una experience nayo, unajua inavyoumiza, unajua sasa Mungu, yani unajua inaanza kusema hela yangu nilisave kabisa, na ulisema kwamba yani Yesu alisema kwamba ile hela ni wape wale watu, why sasa zinaenda, alafu matokeo niende kwenye hiyo safari. Nini ambacho kinatokea kwa ajili yangu? Nini ambacho kinaendelea kwa ajili yangu? Kwa yani unajua ninaongea ile Mtakatifu ameniambia, nikaanza kuombea. Akaniambia usivae suruali, utavaa gauni, usivae simples, utavaa slippers, kwa sababu ukienda kwenye safari miguu yako itavimba. Ukivaa simples hautaweza kutembea, lakini ukivaa slippers utatembea. Jamani wapendwa, haya alioniambia Roho Mtakatifu ndio haya ambayo ilitokea kwa safari nzima. Unajua mpaka naondoka safari nyingine, mtu ananiuliza unawezaje kusafiri ukiwa umevaa gauni? Mtu anawezaje kusafiri ukiwa umevaa gauni? Naambia hapana, nasafiri nikiwa nimevaa. Kwa hiyo nikaanza kunyosha gauni na akaniambia hizo nguo zitoe. Hizo nguo ambazo maana nichukua nguo ambazo ni mbaya tu. Toa, weka hii na hii na hii na hii na hii. Hivi yani sijui niwaambiaje. Ukiwa rafiki na Roho Mtakatifu, kwa mtu ambaye umekuwa rafiki na Roho Mtakatifu, rafiki na Yesu Kristo, utaelewa kitu ninachokuambia. Kuna watu muda ambao wanamtumikia Mungu unaweza kuona kama ni wazimu, lakini mambo haya yapo. Yesu yupo, Roho Mtakatifu yupo, ana exist. Ukiamua kumtumia, unamtumia na anakusemesha, anakusaidia. Nikaanza kupanga, kaniambia usipangie kwenye pochi, pangia kwenye ile. Na pangia kwenye hilo begi. Nikachukua hilo begi, nikaanza kupanga vitu vyangu. Nikanaduruza naenda safarini. Yani hivyo nilipanga nibebe Bible mpya na Bible yangu kubwa mpya. Kaniambia no, bebe Bible yako ya zamani. Yes, Holy Ghost akaniambia tubebe Bible yako ya zamani, ndio Bible yangu ambayo nilikutana na Mungu the first time, ndio Bible ambayo nilikuwa nasoma. Kwa ni Bible yangu ambayo imenisaidia kushika mistari mingi sana. Nimeweka hiyo Bible. Asa kila mtu anaweza sasa, ulikuwa unalalamika wale ambao nilikuwa nalamkana. Sasa unaenda hivi, nikasema naenda. Tusema tu siendi, na ile unajua mtu anakupa pressure. Kama unajisikia vibaya usema tu siendi, kama unajisikia tu vibaya sema. Kwa ile hali kanirudia tena kwamba nisiendi. Ile nataka tu kutype message kwamba jamani mimi hii safari siendi. Ikaingia message umekatiwa tiketi basi fulani, siti namba fulani. Period. Mungu hanaga utani.
Akisema sehemu utakwenda, utakwenda. Iwe unataka au hutaki. As long as yeye anajua kabisa mawazo anayokuwazia wewe ni thabiti, basi atakupeleka huko. Biblia inasema, ninajua mawazo ninayowazia nyinyi. Sio mawazo mabaya, ni mawazo mazuri ya kuleta tumaini siku zenu za mwisho. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11. So tiketi imeshafika. Tumbo linawaka moto. Tumbo linawaka joto. Yaani sijui nisema, Roho Mtakatifu tayari ashanisemesha kila kitu kwa safarini naenda. Ninachojua sasa hapa nicho nacho mkononi, nina ahadi ya Bwana. Ndio, unajua Biblia inasema kusoma kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 49, inasema ukumbuke neno ulimwambia mtumishi wako kwa maana umemtumainisha. Nicho nacho mkononi mwangu ni ahadi ya Bwana tu na sio kitu kingine. Sina ile saving yangu ambayo nilikuwa nimetoa. Remind Mungu yeye mwenyewe amesema niwape watu ile hela. Sio naelewa nikisema saving na maanisha ile. Ni wapi watu ambao nilikuwa naitegemea. Muda unaenda. Basi itakiwa kuondoka saa 11. Kuna ambalo linaondoka saa 11 na kuna ambalo linaondoka saa 2 usiku. Haya, umefika muda wa saa ngapi? Saa 9. Hapo nimevaa nguo yangu vizuri. Tu nimekaa nasubiri. Ile hofu na mashaka vimeniingia. Shetani akaanza kuniambia kwamba unarudi ulikotoka. Ile kipindi ulichokipitia mwanzoni ndicho utakachokipitia tena. Mungu atakupeleka tena. Hawezi kukupa hiyo hela. Atakupeleka tena sehemu kama alivyokupa sehemu mara ya kwanza. Kwa sababu safari yangu moja kama hivi nilimwomba Mungu safari. Mungu safari aliyokuja kunipa, hakunipa pesa. Alikuja kunipa sehemu ya kukaa. Na Mungu akupa sehemu ya kukaa, hakuahidi kwamba hutopata matatizo. Biblia inasema ulimwenguni mna dhiki nyingi. Jipeni moyo kwa kuwa mimi nimeshinda ulimwengu. Nasoma kwenye kitabu cha Yohana 16 mstari wa 33. Kwa hiyo alipoanza kuniambia hivyo nikajikuta tu nimepiga magoti kabla ya safari, nikamwambia Roho Mtakatifu, ninakuomba. Yesu, wewe ni kila kitu kwangu. Sina mtu mwingine isipokuwa wewe. Naomba unisaidie. Nina hofu na mashaka, nina uchungu, sijui nini kitu kinaendelea, lakini naomba unisaidie. Naomba tu unifikishe salama niwe mzima. Hapo nawaza sasa, Bwana fanya njia. Yaani namwambia Mungu fanya njia. Yaani hapo nimeomba nikamwambia Bwana fanya njia. Please nakuomba. Sijui utafanya ila fanya njia. Ikabidi kwa sababu nimepanic, niko na hofu na nini. Ndio naomba lakini bado ile hali niko nayo. Nikamwambia anataka kutupeleka, kwamba unatakiwa kutupeleka, muda umeshafika. Akasema hamna, mbona mimi nimeanza hilo, basi naondoka saa 1. Na aliposema hivyo Roho Mtakatifu akaniambia ndani yangu pia kwamba hilo basi naondoka saa 1. Mimi nikasema hapana, nimesoma na wakati wote tiketi yenyewe sijaisoma vizuri, nimesoma juu kwa sababu ya hofu na mashaka. Nikasema hapana, basi naondoka saa 11. Akasema okay fine, akaja akachukua kwetu tukakaa pale tukasubiri, basi likawa limefika. Basi tu limefika, nikachukua mizigo yangu nikaaga pale, tukawa tumepanda ndani ya basi. Kwanza tulikuwa safari peke yangu, nilikuwa na watu wengine pia. Tulipofika pale kwenye basi tumekaa. Naangalia siti sizioni. Unajua ile makonda wanavyosema, tulikuwa tunasafiri usiku. Konda akasema hivi, kaa tu siti yote, kaa tu siti yote. Tukifika tutawapanga. Mimi naangalia sioni. Akasema nimekaa pale kwenye ile siti. Ameanza kukagua tiketi, anakagua tiketi. Tunaanza mimi akaniangalia tiketi yangu. Wewe umekata basi namba ngapi? Sasa ndo unaanza kusoma tiketi yangu. Niko ndani ya basi kweli. Nimekata basi namba 2. Nikasema nikata basi namba 2. Konda aliwasha moto. Nakwambia hivi, tunakushusha njiani, utasubiri basi namba 2, sijui itapita saa ngapi utajua mwenyewe, lakini natakiwa moyo makini. Akaanza kwa natakiwa moyo makini watu wote hapa. Mbona tunawaambia kila siku nyinyi watu gani ambao akaongea. Pale Biblia inasema ukaniite siku ya mateso na nitakuokoa nawe utanitukuza. Zaburi ya 50 mstari wa 15. Despite kwamba nilikuwa na hofu na mashaka juu ya hela, nitakakwenda kuishi, nitasurvive vipi, itakuwaje? Nikamwambia pale Yesu, naomba nisaidie. Ulisema nipitapo katika maji mengi utakuwa pamoja na mimi. Katika mito haitanigarikisha. Katika moto hautaniunguza wala mwali wa moto. Nikamwambia Bwana, naomba unisaidie. Kama unavyosema kwenye Isaya 43 pale mstari wa 2, nisaidie. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie. Naomba unisemee kwa niaba yangu kwa huyu konda. Naomba unisemee, mimi siwezi kushuka. Mimi ni msichana. Mimi napenda kumpa Mungu sababu. Kama Mungu mimi ni msichana, najua unanijua. Kwa sababu macho yako yapo kila mahali. Kama unavyosema kwenye kitabu cha Mithali 15 mstari wa 3. Ndio macho yako yapo kila mahali. Mimi ni msichana. Nawezaje kushukia hapa? Nawezaje kunishusha hapa? Haiwezekani. Konda kama ametembea amejiongesha amefika mpaka nyuma. Alifika kule nyuma kaanza dada yangu. Yaani sauti ilibadilika kabisa. Baada ya mimi kumwomba Roho Mtakatifu kuomba maombi kumwambia Yesu, alibadilisha kabisa sauti. Dada yangu, unaweza kukaa siti ya nyuma kabisa. Maana wewe, yaani unajua ile mtu anakuona maana wewe. Nikaambia naweza. Akasema njoo kae dada yangu. Begi lako liacha hapo nitakubebea. Usijari, kaa jisikie huru, jisikie salama. Hata unapotaka kurudi unaweza kukata tu tiketi kwenye basi yetu ukasafiri na sisi tena. I was like, ndio nilifika sasa hivi, lakini baadaye was like, na Roho Mtakatifu wangu, nina Yesu wangu, unaniambia nini muda wewe?
Yeye mimi nasema kitu kimoja. Kama Wakristo tumekuwa tunajua kwamba Yesu tuliye naye ni mkubwa kiasi hicho, tusingekuwa tuna hofu na mashaka. Mimi ndio maana nikimuumizaga Yesu ninaumia sana. Marafiki zangu wanajua, yani hata kama nikitenda kitu kidogo lazima nitaumia sana. Kwa sababu najiuliza ni mwanaume gani ambaye ni mwaminifu kuzidi Yesu? Hakuna. Ni mwanaume yupi, ni kijana yupi ambaye ni mwaminifu kumshinda Yesu? Hayupo. Hata wale ambao wanasema kwamba wanatupenda sana, sijui wanafaa, hawawezi kuwa waaminifu kama vile Yesu alivyo mwaminifu. Hata kama utapita katika dhoruba gani, yeye yuko pembeni yako. Ameshasema, ukisoma kwenye Yeremia 23 mstari wa 23, mimi ni Mungu aliye karibu, mimi sio Mungu aliye mbali. Ukisoma kwenye Yeremia 23:23. So akanihamishia nyuma. Alivyonihamishia nyuma akasema kaa tu hapo, sio na mashaka. Nikawa nasubiria begi langu. Haya, nimekaa na waza. Nasema Mungu, nakuomba usinirudishe kwenye ile hali ambayo nilikuwa nayo mara ya kwanza kipindi ambacho nimesafiri, kipindi kile nilipokuomba safari. Usinirudishe tena Bwana. Mbona kama masomo nimesoma? Mbona kama kujifunza nimejifunza? Na umesema mwenyewe kwenye Naumu 1 mstari wa 9, I think. Umesema mnawaza nini juu ya Bwana? Bwana haturudisha mateso kwa mara ya pili. Ninawaza mema kwa ajili yako. Bwana nakuomba usinirudishe tena kule. Please just do something. Mungu fanya kitu. Naomba Mungu, mimi na marafiki wengi. Naomba Mungu, mimi na marafiki wengi. Mungu, mimi na watu wengi ambao wananiangalia. Kwa nini usimtume tu hata mmoja? Akaja akaniambia, mbona ulifanya kwa Elia? Mbona ulifanya? Mimi namwambia Mungu, ulifanya Wafalme wa kwanza sura ya 17. Mbona Elia ulimlisha na kwa kutumia yule mwanamke mjane, baadaye ukamtuma kunguru? Bwana fanya kitu. Basi hata dondosha hata hela. Yaani yule mimi namwambia Mungu, basi hata dondosha hata hela. Basi hata mtu kadondosha hata hela. Basi nitumie hata mtu kwenye basi, umtume wewe kama malaika afanye kitu. Please just do that. Hapo nimekaa. Begi langu likaja pale, nimekaa. Sasa naangalia simu yangu, labda Bwana atafanya chochote kwenye muamara. Naangalia akaunti yangu benki, sioni chochote. Naangalia simu yangu, naangalia huku, sioni chochote. Saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Hapo nimekaa kidogo tu naangalia simu yangu. Huku nimeweka nyimbo za dini nasikiliza. Labda Mungu atafanya kitu. Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, nilitegemea kwenye biashara yangu Mungu akufanya. Nilitegemea kwenye vitu vingine Mungu akufanya. Naangalia simu yangu. Hapo moyo wangu, tumbo langu ndio linatetemeka, moyo wangu unatetemeka. Nasema Mungu, sawa, najua huwezi kunitelekeza, huwezi kunitupa, kama Biblia inavyosema kusoma kwenye kitabu cha Zaburi 67 mstari wa 25. Inasema nalikuwa kijana, sasa ni mzee, sijaiona mwenye yake ameacha. Nasema najua Bwana huwezi kuniacha, lakini Mungu usinipitishe kwenye moto tena. Kama moto nimepitia wa kutosha. Nasema Mungu wewe hivyo. Kwa sababu unajua nikasema kwamba siwezi kwa mtu kwenda kumkopa mtu hela. Siwezi. Nafahamu madeni yanavyodhalilisha. Ninafahamu kukopa pesa kunavyokuaga. Ninafahamu vitu kama hivi. Ninavielewa jinsi ambavyo viko. Nikasema I won't repeat the same mistake. Kuna watu ambao tumewapoteza ni kwa sababu ya hela zao. Na kuna watu ambao wametupoteza kwa sababu ya pesa zao. I want to do this again. Ninakuamini kwa sababu umesema utakuwa pamoja na mimi tangia mwanzoni mwa safari. Na utakuwa pamoja na mimi, nakuamini. Na mwambia Mungu nakuamini, lakini Mungu unajua anaangalia moyoni. Mungu anaangalia rohoni. Yaani kuna mtu anaweza kunambia Bwana unamwamini, lakini moyoni mwako unamwambia sijui kama utafanya. Lakini kwenye kinywa unasema Mungu ndio anasema binao ni abudu bure, huko akifuata mafundisho ya wanadamu. Soma kwenye kitabu cha Marko 7 mstari wa 7. Biblia inasema hivi, kwa kinywa wana akili, lakini kwa moyo ni ngumu. Yaani mimi namwambia Mungu, Mungu nakuamini. Najua Mungu wewe ni mwema. Najua hili, lakini moyoni niko yaani moyo unatetemeka. Ilifika saa 8 nikachukua begi langu nikalala, maana nimechoka. Nikamsikiza nyimbo, nimeomba hivyo, nimeomba kimya pale, nikawa nimelala. Sikuota ndoto, sikuona maono, sikuona kitu chochote. Nitegemea labda nikishtuka nitaota ndoto. Kitu kunishtua ni alamu yangu ya maombi ya saa 9 usiku. Mungu wetu ni Mungu mwema sana. Alamu ya saa 9 usiku. Nikaamka ile saa 9 usiku, nikamkaribisha Bwana, Mungu karibu. Biblia inasema kusoma kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 62 kwamba katikati ya usiku nitaamka nikushukuru kwa sababu ya hukumu zako za haki. Nimeamka usiku, naomba Bwana unisaidie. Nikaanza kusoma Bible. Nikajikuta tu nimetamani kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tena kwanza sura ya 3, ya 4 na ya 5. Nikaanza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, na nikakutana na yule mtu ambaye alikuwa yule alikuwa anakaa kwenye mlango wa Mzuri, ambaye Petro alimwambia sina fedha wala dhahabu, nicho ndicho nikupacho. Nikaanza kusoma ile habari. Nikasoma jinsi Petro alivyoanza kuambia wale Mafarisayo kwamba tuwaogope nyinyi kuliko Mungu. Yaani nilikuwa nasoma Bible, nimesoma. Kuna ile joy ambayo nilipata, yani kuna ile furaha fulani ambayo nilikuta nimeipata ndani ya moyo wangu. Sasa ile hofu na mashaka sina. Nikaanza kuomba, nikamwambia Bwana, hata usipofanya, hata usiponipa, hata ukinipisha kwenye mateso, kikubwa ni kwamba uko pamoja na mimi. Kikubwa kwamba nilipokuwa naenda safari ya kwanza nilikuwa sijakujua Bwana, lakini safari hii ya pili mbona Mungu nimekujua, mbona Mungu nimekufahamu, mbona umenitendea mengi, mbona umenifanyia vingi. Nikaanza kumuomba Mungu. Pale nimekaa peke yangu ule usiku, nipo kwenye basi saa 9 na
namuomba Mungu, namwambia Mungu, mbona wewe ni mwema, mbona wewe ni mwaminifu, mbona ni yani kilikuta ni machozi yanatoka. Nikamwambia Mungu, umenisaidia, umenifanya nimekuwa binti bora, umenisaidia hata watu ambao nilifahamu wanashangaa jinsi ambavyo umenifanya. Nikamwambia Mungu, wewe ni mwema, tena wewe ni mwaminifu. Yani hivyo naanza kumsifu Mungu, naanza kumtukuza, naanza kumuinua. Yani ghafla nikageuka kama Paulo na Sila kusoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25, jinsi ambavyo walikuwa wako gerezani, wanavyomsifu Bwana, wanavyomshukuru Mungu, wanavyomuimbia. Na mimi ndo nikajikuta hivyo, nimeomba ile saa 9, nimeomba, yani naomba na bubujiko, sio kama nalia kwamba Mungu hawezi kunisaidia. Hofu na mashaka tena vyote vikanitoka. Nikabaki shukurani. Kwa Mungu, ninakushukuru. Mbona umenisaidia? Mbona umeniambia ukweli kwamba hii safari nitakuwa nivae gauni? Kwa hiyo nimefika ndani ya basi, nimekuta atmosphere ile, mimi hali ya hewa ya inifevi kuvaa zile nguo. Pengine nilikuwa nimechoka, ningechanganyikiwa. Na muda huo ninasafiri, nilisahau kusema hiki kitu. Nilikuwa nimefunga. Huo muda ambao nasafiri, mimi ni mtu ambaye napenda sana kufunga. Nilikuwa nimefunga, nilikuwa kwenye mfungo wangu ambao kuna siku kadhaa nilikuwa nimefunga. Kwa hiyo hata jioni nilipokuwa nafungulia saa 12 nilifungulia nikiwa niko kwenye basi. Na kwa bahati mbaya nilikuwa nimekosa chakula. Kwa chakula nilichokuwa nimenunua hakikuwa hata kile chakula ambacho labda ni healthy ni nini, no. Lakini nilimtukuza Bwana, nikawa nimekunywa hivyo maji na nini, na sasa tunaona hiyo saa 9. Nimeomba. Sasa nimemaliza mambo yangu saa 9, yeye naangalia simu ni kama saa 10 na dakika hivi. Ile naangalia simu yangu, niangalie saa hii nilale, niko niangalie saa nichomeke earphone masikini mangu nilale. Jamani, tunamwabudu Mungu ambaye ni mwaminifu. Hakuna Mungu mtu ambaye alichukua cha kwake na asimrejeshe. Kama anavyosema kwenye Heri 2:25 kwamba nitakurejeshea. Ninaangalia simu yangu, M-Pesa umepokea shilingi 700,000. Tena haijatoka kwa mtu ambaye ninamfahamu, haijatoka kwa mtu ambaye labda alikuwa anajua kwamba nasafiri. Imetoka nje ya nchi. 700,000 na shilingi 63,000. Siji kusahau. 700,000 na shilingi 63,000. Yani ile naangalia message, yani naona kama M-Pesa labda inanidanganya. Naangalia message naona. Yani sio niambia nini? Yani nashinda kumweleza Mungu jinsi alivyo. Naangalia ile hela, yani baada ya kumsifu Mungu, kumtukuza, kumuinua, naangalia simu, umepokea 700,000. Hii hapa 700,000 kwenye simu yangu. Naangalia mara 2 babe. Pale nikamwambia Mungu, unataka hii hela fungu la 10 liende kwa nani? Na unataka ni nani ambaye ni bless kwenye hii hela kabla haijaenda sehemu yoyote? Ni nani mwingine aliyekuwa nakulilia? Ladies and gentlemen, kwenye maombi ni sehemu nzuri sana. Mungu alinipa amani ya moyo. Aliponipa amani ya moyo akanikumbusha kitu kimoja, kwamba hazina yako ilipo ndipo moyo wako utakapokuwepo. Mimi hazina yangu kwenye ile safari ilikuwa kwenye hela. Nataka tu niseme ukweli kwamba ilikuwa kwenye hela, kwamba nitakapokuwa naye nitaishi maisha mazuri. Mungu akasema hapana. Mimi unajua nilikuwa hicho kitu sijakinotice, nilikuja kuinotice katikati ya safari. Ndio maana Mungu alichukua ile hela akasema ngoja nichukue ile niwape hao watu wengine. Alafu nione kama kweli hii safari ulikuwa unategemea kutembea na mimi au ulikuwa unategemea kutembea na hela. Na mimi baadaye katikati ya safari nikaja kugundua kwamba okay, kumbe mimi kosa langu lilikuwa kule mwanzoni. Kwa hiyo Mungu aliniambia ni safe. Lakini nilikuwa najua kwamba nitakula kwa sababu nimesave. Kumbe mimi nitakula kwa sababu ninaye Bwana. Nitakula kwa sababu ninaye Kristo Yesu. Nitakula kwa sababu ninaye yeye ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimepokea 700,000, nikamwambia Mungu, nataka fungu la 10 niende kwa nani? Mungu akaniambia. Maana mimi hapo nimetoka kwenye maombi, Roho Mtakatifu akaniambia, nenda kampe mtu fulani. Nikamwambia Bwana, katika watu wote ambao wamenizunguka mimi, ni nani mwingine ambaye ana shida, anataka hela leo hii, ambaye amekulilia muda na wakati kama? Mungu akaanza kuniambia fulani. Nakumbuka katika wote kuna wewe mama akaniambia, nilikuwa naomba Mungu nauli tu nitoke hapa niende kwa mtu nikamuombe hela nipate kusaga mahindi, anipata kijiunga kidogo au anipata mahindi nipate kusaga ile mahindi nile na watoto. Lakini Bwana hajalipa nauli tu, Bwana amenipa na hela ya kula na vitu wangu. Siendi kumwomba mtu mwingine, mwanangu ubarikiwe. Unajua ile mwanangu, usikia wewe ukiamba ubarikiwe, mwanangu ubarikiwe, Mungu akuinue akutuze. Binti mwingine akaniambia, Tabitha, leo hii nilikuwa naomba Mungu anipe nauli tu, kuna sehemu ambayo nilikuwa natakiwa kwenda. Kwa sababu kama kula nimwambia Mungu, aka chakula uliko nipa kadogo aka nitakula mara 2. Mungu hajanipa nauli tu, amenipa hela ya kula. Amini kwamba kuna mtu ambaye umemlisha. Amini kwamba kuna mtu ambaye umemfarisha. Amini kwamba kuna mtu ambaye leo hii umempa hela ya kununulia maji ulikuwa haudi. Mimi I was like, Mungu wangu, wewe ni Mungu uinulie. Mungu anajeni katikati ya safari. Mwingine tena nikawa nimemtumia hela. Sasa kusema walikuwa ni wengi. Na nikamwambia Mungu, nataka nibaki na saving shingapi? Mungu akaniambia kwa kweli sasa saving nibaki shingapi? Mungu akaniambia chukua nenda jiweke benki. Nikawa nimeweka benki. Kwa kweli nikatumia watu ambao Mungu alisema niwatumie hela. Yani asante, kwenye simu zangu zilikuwa zimejaa. Yani mimi nilichokuwa najua
Mungu anaponipeleka hiyo sehemu nitaenda kupreach. Kumbe Mungu alitaka anitumie kupitia ile safari, kwamba watu wale, watu wavae, watu wanywe, watoto wao waende shule. Unajua mimi sikujua hicho kitu, lakini mimi niliona kawaida. Nimekaa nimemaliza hapo, najua moyo wangu na amani. Unajua mtu ambaye nilikuwa naye kwenye safari namwambia, ananiambia sijui tukifika huko sisi namwambia hilo swala wewe niachie, mimi si binti wa Kristo. Nikaruhusu unajua mimi kama nani. Pia nakujua kama mtumishi wa Mungu, kama unajua kama mtumishi wa Mungu basi ile tena na hilo limeshakuisha. Biblia inasema kwamba mtavuna, unajua inasema mtakula, mtashiba na mtasaza. Nikamwambia tunaenda huko tutakula, tutashiba na tutasaza. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Kweli nikamwambia yao, nikamwambia usio na hofu. Nikawa baada ya kufanya hiyo usingizi kwa umenibana, nikaa nimelala kidogo tena. Nimekaa kidogo baada ya saa kama moja kupita hivi. Kwa hivyo saa 11 na saa 12 umepokea shilingi 1,500. Remind you, Mungu alinipa 700,000 katikati ya safari, akanipa 1,500. Nimekaa hiyo na shanga 1,500 umepokea shilingi 300,000. Milioni 1,100,000 imeingia pale. Niko safarini bado naendelea kukucha. Sina nielewa. Yaani nikisimulia naona kama nimesimulia kwa uchache. Mimi katika safari nilikuwa sina saving. Nina hela ya kula. Na hela ya kula ilikuwa ni ndogo mno na sijui nafikia wapi. Sijui na safari vipi. Na nimeshasema kwamba hela yangu niliyokuwa nimeitunza, Bwana ameichukua, amesema niwape watu wake. Alafu mimi nasafiri safari sijui hata nitakapofika na sustain vipi, lakini Mungu alifanya. Sasa nielewa hapo milioni 1,100,000 ndani ya masaa machache. Na hao watu walionitumia hizo hela hawajui kama nasafiri. Na hawajatuma labda kwamba mtu hii sijui hela yangu ya shukrani. Hapana. Mtu amekutumia tu anakwambia nimekaa hapa nimekufikia, ngasema ngoja tu nikupe hii hela. Sijui unanielewa. Nimekaa hapa nimekufikiria, nikaona bora tu nikupe hii hela. Kwa kweli wewe ni mtu wa thamani sana. Ninajivunia kukufahamu Tabitha. Yaani ninamtukuza Mungu kwa ajili yako kila wakati. Yaani mtu anakutumia hela afa anakuambia hivi, anakuambia umenifanya nimpende Mungu kwa ukubwa sana. Yaani umenifanya Tabitha nimuone Mungu tofauti na vile nilivyokuwa na Mungu. Unajua? Yaani mimi hapo nasema Mungu nakushukuru. Mungu ninakuinua. Mungu ninakutukuza. Mungu uinuliwe. Ni mind you. Hela nimeshapata, ndio hiyo nyingine nimepeleka saving. Najua kabisa hizi huku ninakoenda sasa hivi ni shwari kuu. Unafikiri Mungu aliishia hapo? Kweli nikawa nimefika kwenye hiyo safari. Nilifika salama, watoto tulifika salama kama nilivyokuwa nimeomba Mungu. Lakini pia miguu yangu ilivimba kama alivyoniambia Roho Mtakatifu kwamba nikivaa slippers miguu yangu itavimba kabisa, itashindwa kutembea, lakini nikivaa slippers miguu yangu itavimba lakini nitaweza kutembea. Nilifika safarini miguu imevimba na nikafika safarini, nilifika salama, nilifika mzima. Ninafika tu kwenye ile safari, nimefika sasa hiyo sehemu ya kukaa. Na umepokea muamala laki ngapi? Umepokea mpaka yani kwenye ile safari Mungu alinipa more than milioni 3 kwenye ile safari. Lakini ni mind you, hela yote ambayo Bwana alikuwa amenipa ni distribute kwa watu. Nikawa namuuliza Mungu, hii hela haujanipa tu nile mimi. Ninajua kuna mtu mwingine huko nje ambaye analia. Ninajua Bwana kuna mtu mwingine ambaye huko nje anakuitia. Ni nani Bwana ambaye anakuitia muda na wakati kama huu? Ni nani Mungu ambaye anakulilia? Ni mtumishi gani ambaye Bwana ambaye hajui atakula nini sasa hivi? Naomba uniambie. Niambie hata kwa jina, niambie hata nitakapokuwa nilifunua Bible, niambie Bwana wa majeshi, niambie Yesu. Ni mtu gani ambaye muda huu Mungu ananiambia fulani. Na watu ambao nilikuwa na watumia hela, jamani, hakuna kipindi ambacho nilifanya huduma ya kutoa vitu, kutoa pesa kipindi kile kama kipindi kile ambacho nilikuwa nimesafiri. Watu ambao nilikuwa nawatumia nakwambia kusaidia kama na shida na hela. Asante watoto wangu wamekula leo. Mimi anakwambia nitakiwa mimi ndo nikikupa wewe. Kwa nini wewe umenipa mimi? Yaani ile lakini mtu anakwambia lakini nilikuwa sijui naishije. Nilikuwa sijui na vaje. Nilikuwa sijui na lakini Mungu ndivyo alivyokuwa ametaka kufanya. So, kitu gani, kwa nini nimesimulia testimony? Kuna watu ambao mnamsubiria Mungu kwa habari ya hela. Kuna watu ambao mnamsubiria Mungu kwa habari ya fedha. Kwamba Mungu afanye, Mungu akutendee, Mungu akuonekanie. Inawezekana umefika mwisho kabisa. Inabaki sekunde chache tu udhalilike. Nataka kuambia Mungu anaweza kukuruhusu kadumbukia kwenye shimo la kudhalilika, lakini atakavyokuwa amekutoa, anakutoa na muujiza juu. Mungu anaweza kukuruhusu ukapitia hiyo shuruba ya pesa, lakini ameshasema ukisoma kwenye Hagai 2:8, fedha na dhahabu vyote ni vya kwake, ni mali yake. Hiyo akili inayokuambia nenda kakope pesa, nataka kukwambia hakuna pesa ya kukopa ambayo unaweza kaenda kumpa mtu. Hivi mfano mimi ningeamka asubuhi nikasema nini nikope ile pesa, labda kwa mfano. Hivi ningekumbuka kuwasaidia wengine. Kusema ningekuwa na waza riba nitafanyaje? Itakuwaje? Nitasurvive vipi? Nitaishije? Lakini nilimuona Bwana. Nilimuona Mungu. Nilimuona Yesu. Na ile sikula peke yangu, tulikula wengi na mpaka leo wote huwa wanamtukuza Mungu. Wamama wengine akina wananiambia binti yangu sija kuzaa, lakini libarikiwe tumbo ambalo lilikuzaa wewe. Unajua? Kwa hiyo Mungu alitaka mimi nitegemea ile huduma ambayo naenda kufanya, pengine ningeenda ningepreach au ningefanya. Lakini Mungu alitumia ile safari kufanya huduma, kuhakikisha watu wanakula, watu wanavaa kupitia pesa.
Mimi nilikuwa nafikiri tofauti kabisa kwamba nikienda kule watu watamuona bwana sio utafanya nini sio utafanya. Lakini Mungu hapana, alinipa ile pesa. Ile pesa nilivyokuwa natoa watu walikuwa wanahudumiwa. Kwa sababu hata kwenye kutoa maji tunajua watu wanahudumiwa Ukiwa unatoa pesa zako na mali zako, watu wanahudumiwa. Tunaona hata kwa Yesu mwenyewe kusoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 8 tunamuona Susan, Mariam Magdalena, alafu tunamuona na Yona mkewe Kuza, jinsi walivyokuwa wanatoa mali zao kwenye huduma ya Yesu na watu walikuwa wanahudumiwa. Kuona mimi Mungu alitumia ile safari kwa sababu nilimwambia Mungu kwamba hii safari sio safari tu kama safari. Kwa hiyo alinipa kitu cha kufanya kwenye ile safari, lakini pia kwenye huduma ya kimungu ambayo nilifanya kupitia ile pesa ambayo Mungu alikuwa amenipa kuwahudumia watu. Wajane walikula, yatima walikula, watu ambao walikuwa wanatafuta kwenda sehemu walienda. Mungu alionekana kwa ukubwa sana. Lakini nataka kuambia mwanzoni niliona kama Bwana hawezi kunijilia. Huko nyuma niliona shetani alikuwa ananihubiria Mungu hawezi kukujilia maidia. Utapitia kule kule ulikokuwa umepitia. Wale kule wangapi ambao unawajua ambao waliwahi kudhalilika. Ndio maana nawaambia watu pesa ni ya kiroho. Yaani pesa ni ya kiroho. Yaani kama unamwomba Mungu vitu omba na kibali. Unaweza haupati pesa ukafikiri labda kwa sababu labda ufanye kazi kwa bidii. Kuna wale wanaofanya kazi kwa bidii na wakipata hela hawajui hela imeenda wapi. Wakipata pesa hawajui pesa imeenda wapi. Pesa ni ya kiroho. Ndio maana nasema Mungu, yani kitu ambacho nilikuwa nacho kwa muda huu ambacho kilinifanya watu hao wanikumbuke, sio kwa sababu ya jina langu, ni kwa sababu ya kibali alichokuwa amenipa Bwana. Sio kwa sababu ya akili zangu, ni kwa sababu ya kibali alichokuwa amenipa Mungu. Mungu anao watu wengi sana anaoweza kuwatumia ili wewe ule, uvae, utembee. Kama tu ukimwamini. Kuna muda ambao hauna option. Usiamke kama unajiona hauna option, usiamke asubuhi kwenda kukopa pesa. Unaweza kaamka asubuhi kwenda kukopa pesa ukisha tu kudhalilika. Na wakati huo ungemgoja Bwana, bila sema wamngojeao Bwana hawataaibika, wataibika watendao kwa uhaini. Ukisoma kwenye Zaburi 25 mstari wa 3. Wewe ambaye unamngojea Bwana kwa habari ya pesa, Mungu hawezi kukudhalilisha. Najua warokole wengi sana tukija kwenye swala la pesa tunahisi kama Mungu hawezi kufanya. Mungu anaweza kufanya. Mungu anaweza kukuinulia mtu akakusaidia akakupa kazi. Mungu anaweza kukuinulia mtu akakusaidia akakuunganisha kwenye biashara yako. Mungu anaweza kukuinulia mtu ambaye akakupa pesa kama pesa. Kikubwa endelea kumtumainia Bwana. Kikubwa endelea kumtukuza Mungu. Nilimuona Bwana kwa ukubwa kiukweli. Mungu amenitengenezea CV kubwa kutokana na ile safari. Yaani sijui niseme nini. Yaani kuna wamama ambao leo hii hata ukiamka asubuhi kumwambia kuhusiana na binti yangu achana naye. Kama anakosea naye ni mwanadamu vile, lakini binti yangu mwache kama alivyo. Huyo mtoto kuna namna ambayo Mungu anamtumia. Yaani unajua mpaka namshangaa Bwana, nasema Mungu, kumbe ningealisha ile safari. Kumbe ningekataa kwenda kwenye ile safari. Kuna watu kumbe Mungu ambao siku ile wangeshindwa kula. Kumbe kuna watu ambao wangeingia kwenye madeni ambao walikuwa sio hayana umuhimu. Mungu, kumbe kuna watu ambao siku wasingeenda kule sehemu wanazotakiwa kwenda. Kumbe ningetumia nguvu zangu mwenyewe mkononi. Kumbe kuna kitu chochote ambacho kibaki kingetokea. Bila sema mtumainie Bwana kwa moyo wako wote wala usitegemee akili zako. Soma kwenye Mithali 3 mstari wa 5. Kwa wewe ambaye unamtegemea Mungu kwa habari ya ada au labda kodi au kitu chochote, huna option yote isipokuwa Bwana. Mngoje Bwana. Tena mngoje kwa saburi. Mngoje Mungu. Kama hatakupa hela, atakupa neno la maarifa. Kama hatakupa neno la maarifa, atakuinulia watu. Mungu Mungu anachotaka, anataka ile total tumesarenda ile total. Kichofanya Mungu akaja kunionekania pale, si kwa sababu eti niliamka kuomba. Mungu aliona moyo wangu kwamba sasa hivi kweli mimi hela haiko sasa moyoni mwangu. Ninachomtaka ni yeye tena. Ninachotaka ni ushirika na yeye kwenye ile safari tena. Ninachotaka ni ukombozi na yeye kwenye ile safari tena. Bwana alinifanyia. Najua historia nimesimulia juu, lakini natamani mtu mmoja Mungu akutie nguvu kupitia hii story. Uamini kwamba Mungu ni provider. Mungu ni Mungu ambaye anatoa. Mungu sio kwamba anaweza kutoa tu uzima. Mungu anaweza kutoa hata pesa. Mungu anaweza kutoa hata mali. Mungu anaweza kukupa chochote ambacho unachokuwa unamuomba. Najua kabisa kwamba sisi ambao tunamwamini Mungu kuna muda tunaonekanaga ni wajinga. Tunaonekanaga wenda wazimu, lakini nataka kukwambia hivi, ni heri uonekane mwendo wazimu katika Bwana kuliko kuonekana mwelevu katika mabwana. Unaelewa mabwana? Mabwana ni wengi lakini Bwana ni mmoja. Kwa hiyo ambao unamtumainia Bwana, endelea kumtumainia Bwana. Biblia inasema Bwana ni mwema sana kwa hao wamngojeao. Ukisoma kwenye Maombolezo 3 mstari wa 25. Mungu hatakuacha, Mungu hatakutupa, hatakudhalilisha, hatakuacha ukapotea hata dakika moja, hata sekunde moja, hata kipindi kimoja. Nilimuona Bwana kwenye ile safari. Nilienda salama na nilirudi salama. Nilitumia pesa, nilikula mpaka nilisaza, na ile hela nilirudi nayo nilihakisha watu wengine pia wamepata, sikukaa nao peke yangu. Nilihakisha na watu wengine wamepata, na nilimuuliza Mungu nani nataka nifanye, na kupitia ile hela Mungu alinifanyia kitu kingine kikubwa ambacho sasa hivi Roho Mtakatifu hajaniruhusu niseme. Yaani alinifungulia huo mlango ambao ulikuwa ni mgumu mno kufunguka. Yaani ulikuwa ni mgumu mno kufunguka. Hata kwa maneno ya kauli ilikuwa haiwezekani. Lakini Mungu alinifungulia ule mlango. Ninakwambia na wewe pia Mungu akuonekanie, akusaidie, akutunze na aendelee kukuhifadhi. Imani yako isitetereke. Najua kuna mtu ambaye imani yako imetetereka.
kwa habari ya Bwana, kwamba Mungu atanitendea kweli, Mungu atanisaidia kweli. Mbona nadhalilika? Mbona madeni yamekuwa mengi? Mbona fedha zimekuwa nyingi? Mbona vitu vimekuwa vingi? Imani yako kwa Bwana, endelea kuweka imani yako kwa Bwana. Hata kama una madeni mengi, kulikuwa kuna yule mwanamke mjane ambaye alikuwa na mume wake anadaiwa, hakukimbilia kwenda kutafuta deni lingine tena aje hapa aanze kukopa. Alichofanya alimkimbia Elisha kwamba wewe mtumishi wa Mungu, naomba usije, mume wangu alikopa hela kule, tunafanyaje? Mungu akamwambia nini? Akamtuma Elisha amwambie yule mwanamke aende akakusanya vyombo vyote ndani kwa kajifungia, alafu akapata mafuta akafanya nini? Akaenda kuuza. Kwa hiyo nayo inawezekana una madeni sasa hivi au unadaiwa au kitu chochote, lakini nataka kukuambia hivi, usiache, usiondoke. Usikubali kuondoka nyumbani kwa Bwana. Usikubali kuondoka nyumbani kwake. Mwambie nitakaa hapa hapa. Kama utanifukuza, nataka kukaa hapa hapa. Nataka nikuone. Umeshasema wewe mwenyewe Bwana kwamba fedha na dhahabu ni vyako. Ninakusubiria hapa. Kama utanipa kazi niko tayari kufanya. Kama utanipa mtu niko tayari kumsubiri. Yani wewe kaa nyumbani kwa Bwana. Nimejifunza mimi kupitia kile kitu. Toka ile situation ilivyotokea. Huwa sijisumbuaje napo kwenye swala la hela. Kuna muda ambao unaweza kaa sina pesa kabisa. Ninamwambia Mungu, umesema mwenyewe fedha na dhahabu ni vyako. Ninakushukuru, asante kwa ajili ya hiyo hela. Sijui inakuja lini na saa ngapi. Mimi natajua Mungu utakuja na hiyo hela. Kama utanipa kazi, kama utanipa mteja wa kumuuzia vitabu, wa kumuuzia Bible, wa kumnunulia nguo, anayetaka nguo, Bwana unajua utakavyofanya. Lakini mimi ninachojua Mungu wewe utafanya. Mungu kuna muda ananyanyulia mtu, unajua. Kuna mtu anakuja, mtumishi nataka Bible. Kuna mwingine anakuja, mtumishi nataka kitabu. Mtumishi nataka nini? Mtumishi nataka. Hivyo unajikuta nimeuza vitu. Unajikuta muda mwingine nimefanya biashara. Unajikuta muda mwingine Mungu ameninunulia tu mtu out from nowhere, anamwambia najisikia kukubariki kutokana na mafundisho yako niliyoona YouTube. Najisikia kukubariki kutokana na huduma yako. Mtumishi nasikia kukubariki kutokana na maombi tuliyoomba leo. Yaani vile Mungu anavyokuwa anafanya. Lakini katika vitu vyote sijawahi kuskip kwenye swala la hela kumshirikisha Mungu. Kwa sababu najua vyote ni vya kwake. Na inawezekana mimi kama sina na elfu nikatumia akili yangu, Mungu anataka kunipa 200,000. Ndio mambo ambayo siyatakaji kabisa hayo. Na kwa kusema hivyo, Mungu awabariki sana. Awatunze na kuwahifadhi. Kwa wale ambao unamsubiria Bwana, naomba Mungu akuonekanie, naomba Mungu akusaidie. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, wewe ni Mungu mwema, ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mtakatifu. Ninakuinua na kukutukuza Bwana. Tazama Mungu, kuna watu wako ambao wameshindwa Bwana. Ninaomba Mungu kawaonekanie kupitia ushuhuda huu Bwana. Ninaomba ukawatie moyo, ukawakumbuke Bwana wa majeshi. Pale utakapokuwa na kuita, pale utakapokuwa na kukimbilia, usiwaache. Umesema ukaniite nami nitakuokoa, nao utanitukuza. Bwana naomba utakapokuwa na kuita usifiche uso wako. Mungu naomba kawaonekanie. Kawatumia usaidizi wa kiungu, kawatumia watu ambao watakaoinuka, wasaidie kwa namna moja ama nyingine. Bwana nalibariki jina lako na kukutukuza, nasema asante. Amina. Na pia tuna group la Bible study. Kama unataka kuwepo kwenye Bible study, karibu, kuna link ambayo iko hapo, unaweza kubonyeza link hapo ikakuta moja kwa moja kwenye group. Tuna maombi ya usiku ya saa 9 usiku. Karibu sana. Ninafurahi sana kuwa mtumwa kukuhudumia wewe. Mungu akubariki sana. Jina langu Tabitha. Bye. See you next time.